Mwaka 1990, serikali ya Rais Sani Abacha ilipata changamoto ya maandamano ya kabila la Ogon nchini Nigeria. Maandamano hayo ndo yalizaa kitu kinachoitwa Ogon Bill of the Rights. Wananchi hawa walikuwa wanapinga uharibifu wa mazingira ambao ulisababishwa na shughuli za uchimbaji mafuta katika eneo hilo. Harakati hizi ziliongozwa na Ken Saro-Wiwa. Mwaka 1993 kabila la Ogon walifanya maandamano na kuharibu mabomba ya mafuta, na katika maandamano hayo baadhi ya watu waliuawa na polisi, na Ken Saro-Wiwa alikamatwa kwa kosa la uhaini na baadaye alinyongwa. Wanahistoria wengine huita harakati hizi kwa ni Niger Delta Crisis. Madai makubwa ya Ogon ilikuwa ni kwamba walitaka faida inayopatikana kutokana na uchimbaji wa mafuta ianze kuwanufaisha wao kwanza kabla ya wengine. Serikali ya Abacha iliwaona watu wa kabila la Ogon kama watu waliokosa uzalendo, na hivyo adhabu yao ilikuwa ni kuuawa. Lakini mwaka 2009 serikali ya Uingereza iliomba msamaha kwa serikali ya Nigeria kutokana na madhara ya uchimbaji mafuta. Sasa swali kubwa hapa ni kuwa nani alikuwa mzalendo kati ya kina Ken Saro-Wiwa na serikali ya Sani Abacha? Ikumbukwe kwenye yale maandamano zaidi ya watu 2000 waliuawa. Ujumbe hapa ni kwamba serikali nyingi duniani huwa hatari kwa raia wake pale ambapo maslahi yanapomgusa rais au serikali kuliko na nchi wenye nchi. Siku zote jema la wananchi ni ovu kwa serikali, na ovu kwa serikali ni uharamio kwa wananchi. Makala kama hizi na nyinginezo nyingi utazipata ndani ya group la Maktaba Kuu. Mwaka 1990, serikali ya Rais Sani Abacha ilipata changamoto ya maandamano ya kabila la Ogon nchini Nigeria. Maandamano hayo ndo yalizaa kitu kinachoitwa Ogon Bill of the Rights. Wananchi hawa walikuwa wanapinga uharibifu wa mazingira ambao ulisababishwa na shughuli za uchimbaji mafuta katika eneo hilo. Harakati hizi ziliongozwa na Ken Saro-Wiwa. Mwaka 1993 kabila la Ogon walifanya maandamano na kuharibu mabomba ya mafuta, na katika maandamano hayo baadhi ya watu waliuawa na polisi, na Ken Saro-Wiwa alikamatwa kwa kosa la uhaini na baadaye alinyongwa. Wanahistoria wengine huita harakati hizi kwa ni Niger Delta Crisis. Madai makubwa ya Ogon ilikuwa ni kwamba walitaka faida inayopatikana kutokana na uchimbaji wa mafuta ianze kuwanufaisha wao kwanza kabla ya wengine. Serikali ya Abacha iliwaona watu wa kabila la Ogon kama watu waliokosa uzalendo, na hivyo adhabu yao ilikuwa ni kuuawa. Lakini mwaka 2009 serikali ya Uingereza iliomba msamaha kwa serikali ya Nigeria kutokana na madhara ya uchimbaji mafuta. Sasa swali kubwa hapa ni kuwa nani alikuwa mzalendo kati ya kina Ken Saro-Wiwa na serikali ya Sani Abacha? Ikumbukwe kwenye yale maandamano zaidi ya watu 2000 waliuawa. Ujumbe hapa ni kwamba serikali nyingi duniani huwa hatari kwa raia wake pale ambapo maslahi yanapomgusa rais au serikali kuliko na nchi wenye nchi. Siku zote jema la wananchi ni ovu kwa serikali, na ovu kwa serikali ni uharamio kwa wananchi. Makala kama hizi na nyinginezo nyingi utazipata ndani ya